Sifiwe. Ni wakati mzuri tunakwenda kupokea neno la hekima, na neno hili la hekima linatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 14 mstari wa 20. Neno la Mungu linasema, ahimidiwe Mungu aliye juu sana, kwa maana amewatia adui zako mikononi mwako. Abraham akampa fungu la 10 kati ya vitu vyote. Neno la Mungu linatufundisha ya kwamba huyu Mungu anayehimidiwa ni Mungu aliye juu sana, na ndiye aliyewaweka mikononi mwetu adui zetu. Na wakati wote anavyofanya hivyo, anafanya hivyo kwa kuwa nasi tunakuwa ni waaminifu mbele zake kwa kurudisha sehemu ya fungu la 10. Ni mojawapo ya mibaraka, na zaka ni ulinzi kwako. Na ni nani anayepewa? Abraham alitoa kwa Melkizedeki, kuhani wa Mungu aliye juu sana. Na alipotoa namna hiyo, ndivyo alivyozidi kubarikiwa, kama ilivyo na watu walio waaminifu na watii katika habari ya kutoa fungu la 10, huwa wanaendelea kubarikiwa. Hata Daudi naye alitoa sadaka kati ya vitu ambavyo Bwana alivyompatia. Ndivyo ilivyo, unapaswa uwe mwaminifu kwa Bwana, kwa kuwa Bwana amewaweka adui zako mikononi mwako. Una mamlaka nao, una uwezo wa kuwafanya chochote, hata kusaini hati ya kifo. Hao maadui utawaua katika ulimwengu wa roho, kwa sababu Bwana amewatisha katika mikono yako kupitia uaminifu wako uliouonesha kwa kuhani mkuu wa Mungu aliye juu sana, ambaye alikuwa anayemwakilisha Mungu mahali hapa na kanisa. Nenda katoe zaka katika madhabahu ya juu sana, na Mungu wa juu sana, na kuhani wa juu sana aliye mwaminifu, anayewakilisha Mungu mahali hapa na kanisa mahali hapa. Huyo ndio unapaswa kwenda kutoa, kama jinsi Abraham alivyokwenda kutoa kwa Melkizedeki. Mungu akubariki. Shika neno, tenda neno. Amen.